Tunamsindikiza kwa makofi kwa wingi. Sato mheshimiwa anakata utepe, makofi kwake na vigelegele. Asante kabisa. Saba wingi. Kwa kweli leo tumekutana mahususi kabisa kwa ajili ya kukabidhi viti mwendo kwa watu wenye ulemavu ambao vimetolewa na mfuko wetu wa WCF kwa ajili ya kutumia na vijana wetu wanaopata mafunzo hapa chuoni. Hii itawawezesha sio tu kujongea katika kufikia huduma pindi wanapokuwa chuoni hapa, lakini pia hata baada ya kuhitimu. Ikumbuke kwamba utoaji huu wa viti mwendo ni mojawapo wa maelekezo ya kimkakati wetu wa taifa wa kutoa teknolojia saidizi wa mwaka 2024-2027 ambao ulizinduliwa Dar es Salaam katika siku ya walemavu duniani, yani tarehe 3 Disemba mwaka 2024. Mkakati huu unahimiza uwepo wa vifaa saidizi kwa wingi ambao vitanunuliwa pia kwa gharama nafuu ili kuwawezesha wenye mahitaji kupata kwa urahisi. Niwaombeni sana ndugu zangu wana Singida, tuendelee kuamini kuwa maendeleo tuliofikia leo hii ni maendeleo yanayoonekana. Uko msemo wa wahenga unaosema kuwa usione vielea vimeundwa. Waundaji wenyewe tunawafahamu. Na katika eneo hili la uundwaji, nataka kutumia nafasi hii tena kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha kwamba Singida inapata maendeleo ya kweli. Maendeleo ambayo mwana Singida yoyote yule anakuwa ni sehemu yake, lakini pia anakuwa ni sehemu ya kuashuhudia. Nataka nikuhakikishieni wana Singida wenzangu, serikali ya awamu ya 6 itaendelea kushirikiana na nyinyi kutatua kero mbalimbali zinazojitokeza katika maisha yetu. Mnaofanya kazi katika chuo hiki kuhakikisha kuwa viti mwendo hivi mtakavyokabidhiwa hapa pamoja na vifaa vingine mnavitunza vizuri. Waendeleeni kuwasaidia wanafunzi na wale wote ambao watapata vifaa hivi kwa ajili ya matumizi yaliyo salama zaidi. Kwa kufanya hivi, mtajenga imani sio tu kwa wizara WCF, lakini pia kwa wadau wengine wa maendeleo kuendelea kutoa misaada ya namna hii. Kuhusu changamoto mzozieleza, serikali itaendelea kusaidiana na chuo na wadau mbalimbali kuhakikisha kuwa tunatatua changamoto hizo ili kutengeneza mazingira mazuri ya kusoma na kusomesha. Kwa kuangalia mpango wetu wa programu mbalimbali ikiwemo programu hizo zilizozieleza za kusaidia mwenye mahitaji maalum, nataka nikuhakikishie mkuu wangu wa mkoa na mkuu wa chuo, serikali itaendelea kushirikiana nanyi. Baada ya maelezo hayo, sasa naomba niseme kuwa niko tayari kukabidhi viti mwendo 100,000 vilivyotolewa na taasisi ya mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano huu leo ni mkutano tofauti kidogo. Ni muunganiko ambao tunakuja kuongezea wenzetu fursa ya kuweza kutenda mambo ambayo wasingeweza kutenda bila vifaa hivi. Kwa hiyo ni muunganiko ambao hauna maneno mengi sana. Na wewe bado tunaendelea kukushukuru, kukukaribisha. Najua hapa ni nyumbani, lakini tuseme karibu tena. Safari umekuja kivingine na tunategemea utakuja tena kivingine. Sisi Singida hatutachoka kukupokea. Karibu sana, maana joto la Mei Mosi mpaka leo lipo. Tunaendelea nalo mpaka leo. Uongo. Visiwani oye! Visiwani safi! WCF ni taasisi iliyoko chini ya ofisi yako. Kwa upande wako unaifahamu, lakini na baadhi ya wadau walioko hapa ni vema nikaitambulisha hii taasisi kwa kifupi. Kwa mgeni rasmi, WCF ni taasisi iliyoanzishwa kwa mujibu wa sheria ya fidia kwa wafanyakazi ili kushughulikia kutoa fidia kwa wafanyakazi wanaopata majanga yanayotokana na kazi. Haya yanaweza akawa ni ajali au magonjwa, na magonjwa au ajali pia vinaweza vikapelekea kifo. Kwa hiyo mapana haya ya majanga yakijitokeza, fidia yake imekasimiwa kufanywa na jukumu na taasisi yako ya WCF. Sasa katika kufanya sherehe ya miaka 10 ya uhai wa WCF, kuna kitu kidogo tumetoa. Kutoa ni moyo, usamehe sio utajiri. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, kuna vitu hapa ambavyo
utaviona ambavyo tumevileta, ikiwa ni viti mwendo vya kawaida na vile ambavyo ni specialized. Kuna karatasi za kuandikia kwa watu wenye changamoto ya uoni, na pia kuna fimbo nyeupe kwa pia watu hao wenye changamoto za uoni. Mheshimiwa Waziri, tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fursa kwa watu wenye ulemavu na vijana wasio na ulemavu kujipatia elimu na ujuzi. Tunamshukuru pia Mheshimiwa Rais kwa kutenga fedha za ukarabati wa vyuo na ujenzi wa vyuo vingine vipya, pamoja na serikali kutenga fedha za mikopo ya 10% ambayo itawezesha wahitimu wetu kupata mitaji. Tunashukuru uongozi wa wizara, ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu inayoongozwa nawe kwa kuendelea kuhudumia chuo chetu kwa ajili ya mafunzo kwa vijana wenye ulemavu na kupitia programu ya wanagenzi. Lakini pia shukrani pia ziwaendee mkurugenzi mkuu wa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi Daktari John Mduma na watumishi wote wa WCF kwa kuendelea kuwa nasi, kwani wamekuwa wakitoa misaada ya mara kwa mara pamoja na kutoa mafunzo ya utengemao kwa watumishi wa chuo. Tunaomba pokea salamu pia za shukrani kutoka kwa wanafunzi ambao wako likizo, kwa maana ya kwamba hao waliopo ni wachache, wengi pia wenye ulemavu wako likizo, na tunaahidi kwamba tutasimamia matumizi ya vifaa utakavyotukabidhi leo hii ili viweze kuwanufaisha wanafunzi wengi kwa muda mrefu. Naitwa Sada Umari. Tunahitaji kujiendeleza tu, tuweze kujiendeleza, kujiajiri. Serikali tusaidie vifaa ili tuweze tukimaliza kusoma tuweze kujiendeleza. Kwa majina anaitwa Aaron Frank, ni mwanafunzi wa chuo cha Sabasaba kwa Singida. Kwanza msaada huu kutoka mfuko wa WCF wa vifaa vya kuwezesha vifaa saidizi kama baskeli mwendo, fimbo nyeupe na vingine. Kwa sisi ni vifaa ambavyo kwanza vinawezesha wenzetu wenye ulemavu, kama baskeli mwendo, namna ya kutembea kufika sehemu mbalimbali, lakini fimbo nyeupe zinawasaidia namna ya kutembea wenyewe bila kushikwa mkono au bila kutegemea watu. Shida ilikuwepo kwa ndugu zetu wasioona, walikuwa mara nyingi wanategemea sana watu. Kama mtu asipokuwepo, ina maana hata shinda amekaa bwenini paka fulani aje ndio yaweze kutoka, aende dukani, aje sehemu ya kupata chakula, aende darasani, lazima tegemea mtu. Lakini kwa msaada huu tutawasaidia sasa kutembea wenyewe. Hata kama atatoka hapa, anaweza kutoka bwenini kwenda sehemu ya kupata chakula au darasani bila kuchukua mkono. Kwa baskeli mwendo pia nao ni hivyo hivyo. Mara kwanza zilikuwa chache, yani ilikuwa ni wengine ilikuwa paka inafika wakati wa kuachiana. Kama fulani akienda inarudishwa na mwingine anakuja. Lakini kwa sasa hivi kwa msaada huu tutawasaidia, kila mmoja anaweza kupata ya kwake na hata pia akiba.